Kwa hakika ni changamoto ambayo tunapatana sana nayo tukiwa kwenye makliniki yetu. Labda niangazie mambo ambayo yanachangia kutofahamu huku ama kutowajibika ambao unaambatana na kutotumia dawa zile ambazo zimependekezwa na daktari. Tukianza kuwa jukumu la kumeza dawa, la kutumia dawa ni la mgonjwa. Daktari ni mshauri. Ikiwa tuta explore ni factors gani ambazo zinachangia kutotumia dawa kwa mgonjwa. Pengine daktari hajamuelezea vizuri mgonjwa. Hajamueleza aina ya ugonjwa wake. Hajauelewa ugonjwa wake. Hajauelewa ugonjwa kuwa ni wa muda ama ni wa milele. Hajamueleza dawa zake. Zinafanya nini, zinafaa zitumike vipi, side effect profile ya dawa zake pia labda hajamueleza. Huu ni upande wa mhudumu wa afya. Kuna fakta zile za mgonjwa sasa. Mgonjwa mwenyewe labda hajaukubali ule ugonjwa wake. Fakta nyingine ni jamii yetu sasa. Jamii ambao hutoa ushauri wa bure kwa wagonjwa wetu. Fakta hizi zote sijaangazia fakta ya kirasilimali, uwezo wa kununua zile dawa, kununua kwa mwezi, kununua kwa mwaka, so mfuko wa mgonjwa pia. Kwa hivyo mambo yote haya yanachangia matumizi duni ya madawa ama kutotumika dawa kabisa kwa mgonjwa huyu. Turudi mwanzo kusema kuwa jukumu la kutumia dawa ni la mgonjwa. Turudi kwenye ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa muda mrefu. Hatutumii dawa kwa wiki mbili tukapona. Kwa hivyo tukishaanza wakati tunagundua mgonjwa na ugonjwa wa kisukari, tunamueleza mgonjwa, ugonjwa wako ni wa muda. Itakupasa utumie dawa kwa muda mrefu. Dawa hizi tunamueleza zinafanya kazi vipi. Tunamueleza pengine side effects, atasikia nini ikiwa ataanza kutumia dawa. Kuna dawa kama metformin, tunamueleza ukitumia pengine utaanza kusikia acidity, tumbo kuja, asiwe na wasiwasi. Muda unapopita, mwili unazoea zile dawa, halafu hizo side effects zitakuwa chache zaidi, zitapungua. Tunamshauri anapoanza dawa. Kuna muda mara kwa mara tutabidi tukutane clinic, tuangalie athari za dawa kwenye mwili wake. Athari ya dawa kwenye sukari yake, zinashukisha sukari vile tunatarajia au la. Alafu tunajenga uhusiano kutoka hapa. Kwa hivyo matumizi ya dawa ni ya mgonjwa. Ushauri tunatoa, tunamhimiza atumie. Tuko pale kwa clinic visits, tufatilizie anaendeleaje na dawa zake. Lakini uamuzi wa kutumia dawa, uamuzi wa kuendelea na dawa uko na mgonjwa. Akishauelewa ugonjwa wake, akishaukubali ugonjwa wake, mambo yanaenda kwa urahisi na anapata zile natija tunazotarajia. Hivyo pakubwa ni acceptance. Mgonjwa akubali, umri huu nilipofika nimegunduliwa na ugonjwa wa kisukari, ni ukubali either nibadilishe mfumo wa maisha, either nitumie dawa, either nitumie dawa na sindano huku na boresha mfumo wangu wa maisha.